Huyu ni mshambuliaji ambaye watu wengi tumemtazama kwenye michuano mikubwa mingi. AFCON tumemwona uwezo wake, Champions League tumeuona uwezo wake, lakini na ligi ya kule South Africa Betway tumeshuhudia akifanya maajabu makubwa na jina lake limejengeka, na huku staili yake ya ushangiliaji ikiwa inawasisimua watu. Unatambua kwamba ni mchezaji gani ambaye tunamzungumzia hapa? Ni Shaulile Peter Shaulile, mchezaji ambaye ana magoli zaidi ya 97. Ukizungumzia tu kwenye klabu yake, ukitazama kwenye mashindano mbalimbali tumeshuhudia mechi chache unakuta na goli 7, ana magoli 20. Ni nini sifa yake? Ni kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufunga magoli. Kitu muhimu kwenye mpira wa miguu ni mchezaji kufunga magoli. Mchezaji huyu wa timu ya taifa ya Namibia mwenye umri hadi sasa wa miaka 32, tunatazama kwamba yuko kwenye rada za klabu ya Simba. Inamaanisha Steve Barker, kocha wa klabu ya Simba, anasema namhitaji mchezaji kutokana na ligi. Unajua sio kila mchezaji fulani akikaa kwenye klabu fulani akiachwa basi ni mchezaji mbovu. Kuna nyakati mifumo, makocha wanavyobadilika na aina ya klabu jinsi inavyocheza, yule mchezaji inawezekana ule mfumo usimfiti au mchezaji ule mfumo usimhitaji, kwa sababu siku hizi mpira miguu kuna nyakati unahitaji mshambuliaji ambaye anaweza akakutengenezea nafasi, anaweza ka link up na timu pale juu, ana uwezo wa kuifanya timu icheze kutokea eneo la juu. Lakini kuna nyakati unaweza ukajikuta timu zaidi inatumia mawings, inatumia mawinga, inatumia viungo zaidi, wanapiga cross zaidi, timu inakuwa ina uwezo wa kutengeneza nafasi, kupiga penetration pass kutokana na uwezo. Je, ni nani ambaye ana uwezo wa kufunga hayo magoli? Je, ni nani ambaye anaweza akatikisa nyavu zikatikisika? Basi Shaulile ni mojawapo ya washambuliaji ambao Afrika kwa ujumla watu jina lake tumelitaja sana. Kutokana na nini? Kutokana na ubora wake. Huyu ni mchezaji ambaye klabu ya Simba sasa imewekeza nguvu, japokuwa Shaulile ana ofa nyingi sana. Libya huko yuko na ofa kubwa sana, lakini klabu ya Simba kupitia kocha wao Steve Barker ambaye amefundisha South Africa wanasema tunamhitaji huyu mchezaji. Kuna sifa nyingi sana za washambuliaji, lakini unamhitaji finisher, mchezaji ambaye one touch one goal. Je, ni mchezaji yupi ambaye anaweza kufanya hivyo? Kwa sababu mpira wa kisasa kuna nyakati timu inatengeneza sana nafasi. Timu imekuwa ikitengeneza nafasi kupitia wings zake, inatengeneza nafasi sana. Je, ni nani ambaye anaweza kafunga? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Mfano klabu ya Simba kabla ya dirisha hili kubwa walikuwa wanamtumia Selemani Mwalimu, lakini kuna nyakati Selemani Mwalimu yupo nje, lakini wanamtumia force number 9 Mpanzu. Kuna nyakati walikuwa wanacheza hapo, Oura wanacheza hapo, Inoroemba. Yani hapa nataja viungo wote pamoja na washambuliaji, namna gani ambavyo timu ilikuwa inapata shida. So kama timu inapata shida, je, ni mshambuliaji yupi ambaye alikuwa anamhitaji? Kwa sababu kwenye dirisha kubwa walimsajili Soa wakiamini huyu ni one touch one goal, ni finisher ndani ya uwanja, goal getter huyu. Lakini kilichotokea, kuna mambo nje ya uwanja ambayo yalimfanya mchezaji asiwepo hapo. Sasa ni nani ambaye yuko na sifa kama hizo? Shaulile ni mchezaji ambaye ukimpa pasi sehemu nzuri anafunga, ukimpa pasi sehemu ngumu, kwa sababu wanasema kuna wachezaji wengi sana ambao ukiwapa pasi kuna sehemu ambazo wanajitengenezea sana, anahitaji kumiliki mpira, ajisogezee aweze kufunga. Lakini sifa kubwa ya Shaulile ni kwamba eneo gumu ambalo wewe unaliona kwamba inawezekana akashindwa kufunga, basi yeye amekuwa ana uwezo wa kufunga. Anafanya nini? Mpe mpira, msogezee yeye sehemu ngumu, half chance anaamua kuwa nafasi kamili, anaamua kuwa goli. Kwa hiyo klabu ya Simba, kwa sababu kutokana na hili dirisha la usajili, lakini pia wanahitaji striker, kwa sababu hadi sasa hawana mshambuliaji mwingine ambaye ana uwezo ule wa moja kwa moja kusimama, lakini uwezo wake ni mkubwa wa kufunga. Selemani Mwalimu ndio ni usajili ambao ulikuwa ni bora kwa Simba, ameisaidia timu magoli 9, ameifanya timu iweze kubeba kubeba CRB Bank, lakini pia amefanya timu iweze kukamatia nafasi ya pili. Ni mchango wake. Lakini kuna nyakati ambazo timu ilikuwa inahitaji zaidi mshambuliaji ambaye ni mkatili. Akipata nafasi 3 zote kamba ni 3, akipata nafasi 4 zote kamba 4, akipata nafasi 5 basi
akose 2 apate 3. Je, ni nani? Shaulile ndiye ambaye ana uwezo huo. Kwa hiyo klabu ya Simba tayari ipo kwenye mazungumzo mazito kweli kweli. Mo Dewji kama mlivyoona kwenye posti zake amewaambia mashabiki wa Simba, je, mpo tayari na msimu mpya? Anazungumzia nini? Ni ile pesa kubwa ambayo ameiweka kwenye klabu kwa ajili ya usajili. Ni usajili upi ambao wanaofanya? Ni kama huu ambao Shaulile ambaye watu wengi tumemwona akifunga, watu wanatamani aje Tanzania. Na ni kweli msimu uliopita pia Simba walihusishwa na Shaulile, lakini bado Mamelodi Sundowns walibaki naye. Lakini huu msimu ni msimu wa klabu ya Simba kumchukua Shaulile. Kila nyenzo ambazo zina uwezo wa kumchukua mchezaji zimeanza kutumika. Watu wengi wameanza kutumwa kule. Imeonyesha kwamba kuna ushawishi mkubwa. Kuna baadhi ya viongozi ambao tayari wameenda moja kwa moja kuzungumza na Shaulile na kuangalia ni namna gani ambavyo wanaweza kumshawishi akaenda akacheza kwenye klabu ya Simba. Hicho ndicho ambacho kimekuwa ni bora. Hiki ndicho ambacho Simba walikuwa wanakihitaji. Unahitaji mchezaji ambaye anaweza akakupa magoli. Ni nani? Shaulile ndiye ambaye anaweza akakupa magoli. Naamini watu wengi wanaweza kuzungumza kwamba Shaulile yuko na umri mkubwa. Shaulile ameisha kiwango. Ni sawa sawa na Curtis Chota Chama. Harry Kane kuna watu wanasema ana umri mkubwa. Lewandowski wanasema ana umri mkubwa, lakini wanasema shabaha ya mshambuliaji kufunga magoli inategemeana na viungo wanafanya nini. Viungo sio wanatengeneza nafasi, kinachofuata ni nini? Mshambuliaji hajai kusahau kufunga magoli. Ndicho ambacho kinaenda kuja kutokea, ni kwamba klabu ya Simba inahitaji mshambuliaji ambaye anaweza kufunga. Shaulile ndio inawezekana akupi ile energy ambayo tumeizoea, labda high pressing, kupress, kumlazimisha mpinzani na kufanya vitu vingine, lakini hii imekuwa tofauti. Klabu ya Simba kutokana na ushindani wa ligi yetu tumeona mashambulizi mengi sana yanatokea pembeni. Kama yanatokea pembeni, hawa ndio creator ndani ya uwanja ambao wana uwezo wa kutengeneza nafasi. Kama wanatengeneza nafasi, basi kinachosubiriwa ni mshambuliaji kufunga magoli. Kama unahitaji mshambuliaji afunge magoli, tengeneza nafasi za uhakika. Je, unaweza kutengeneza nafasi za uhakika? Una mshambuliaji ambaye anaweza akafunga magoli? Basi Shaulile ndilo suluhisho, kwa sababu asilimia kubwa sana wanasema huyu ni mchezaji ambaye ana mguso mmoja tu na kamba kuingia. Inamaanisha ana uwezo wa kufunga magoli kwa kupiga shuti moja tu golini. Anapewa mpira huo ambao amepewa yeye, akiupiga linaingia kwa goli. Kwa hiyo Simba kwa huu usajili wa Shaulile wanaenda kulamba dume, wanaenda kulamba mchezaji bora, wanaenda kupata mshambuliaji ambaye atafunga. Watu wengi tunayashuhudia kina Hamisi Tambwe, Kagere, ni wachezaji ambao walikuwa wanafunga magoli mengi sana, lakini ni nani ambaye anaweza kaja akawa top scorer kwenye hii ligi mwingine? Basi kwangu mimi namuona Shaulile anaweza kaja kuwa suluhisho la ufungaji wa magoli kwa klabu ya Simba. Na sasa klabu ya Simba inahitaji kurudisha ubingwa wa ligi kuu. Klabu ya Simba inahitaji kufanya vizuri kimataifa, na tuliona kuna nyakati ambazo Simba kwenye mashindano zaidi ya mechi 4 kimataifa walikuwa watumii mshambuliaji wakati. Sasa kama utumii mshambuliaji wakati, na maanisha kuna nyakati unamkosa target man, mchezaji ambaye unaweza kumlenga, kwa sababu viungo tabia zao tunazijua. Muda mwingi wanapenda kuwa pembeni, muda mwingi wanapenda kuwa chini, muda mwingi wanapenda kushikilia mpira mguuni. Je, ni mshambuliaji yupi ambaye angeweza kufunga? Kwa hiyo Simba walipata tabu kidogo kuangalia namna gani ambavyo timu inaweza kufunga, lakini kwa sasa wamempata mshambuliaji mzuri, na huyu ni mshambuliaji bora kwenye ligi ya Afrika. South Africa ni mojawapo ya ligi nzuri, lakini pia Tanzania ni ligi nzuri. Inamaanisha akija kwenye hii ligi tunaamini ataenda kufanya vizuri.